Ebana, mambo yanazidi kupamba moto kwenye huu mzigo wa kuitwa The Evil Game kutoka kwake Eda Zaria G Msulu. Na mimi Uncle J ni kuambie tu ya kwamba katika sehemu iliyopita ni pale ambapo operation ya kumsaka yule adui wa kuitwa Bata bado ilikuwa inaendelea. Lakini swali tukawa tunajiuliza, je, kijana Roy atafanikiwa kumpata mzee mzima wa kuitwa Bata ambaye yeye na kijana wake walikuwa wanakimbia kujinusuru kukamatwa? Ebana, karibu sana katika hii sehemu ya 5 tupate kujua hasa kile kilichoweza kuendelea. Ebana, karibu. Come on. Shit. Roy alilalama huku akiwa anapiga usukani wa gari lake. Bobby ambaye yuko gari ya nyuma ilibidi amuulize rafiki yake, oya, nini tena? Bobby alizungumza huku akizidisha mwendo wa gari na kumfanya Stella aliyekuwa amekaa siti ya mbele ilibidi kwanza funge mkanda vizuri, na kila anavyotazama speed meter inavyosoma kwenye dashboard, aise, Stella alizidi kujawa na wasiwasi, kwani kwa sasa gari ilikuwa kwenye speed mita 205. Yaani gari tayari ilishakuwa na speed 205. Sio masihara, gari ilikuwa inakimbia kweli kweli. Sasa Roy ikabidi amwambie Bobby, kumbuka hapo wanawasiliana kupitia earpiece walizozivaa masikioni. Roy akasema, oya Bobby, bana, ngoma inakwenda kukata mafuta mzee wangu. Bobby ilibidi amuulize Roy, lakini vipi, umewaona? Roy akasema ndio, wapo kama mita 70 hivi kutoka usawa na mimi. Bobby akasema, oya, inakupa kilomita ngapi za kutembea mafuta yaliyobaki? Roy akasema, mwanangu, tayari shaniwashia taa muda mrefu sana, na hapa sidhani kama nitawapata. Okay, poa, tunakuja, tuko nyuma yako. Bobby na kuangalia hapa kwenye saa yangu, hampo mbali sana kaka, ongeza spidi. Roy alizungumza huku akiwa anatazama kwenye kioo cha saa yake kilichokuwa kinaonyesha umali alipo Bobby na yeye. Bobby, ila nimepata wazo kaka. Wazo gani tena Roy? Bobby aliuliza huku akivuta handbrake, akakunja kona kali mno na kuzifanya tairi za nyuma kuanza kusereleka, huku watu wote wakiegemea upande wa kona hiyo. Akaishusha chini handbrake na kisha akaendelea na safari. Sikiliza Bobby, napige picha hii gari ambayo tunaifukuzia ili uweze kuwekewa kizuizi, alafu namtumia Nancy picha. Okay, fanya hivyo mwanangu. Okay, poa kaka. Roy kweli akaipiga picha gari ya adui ambaye ni Bata iliyokuwa inazidi kutokomea, huku gari yake Roy ilikuwa inazidi kupunguza mwendo taratibu, na akaisimamisha pembezoni mwa barabara kutokana na kuishiwa kwa mafuta. Nancy, nimekutumia hizo picha, umezipata? Ndio, nimezipata. Upo wapi Roy? Siwezi kusema ni wapi, ila tupo kwenye uelekeo wa kuja Dar es Salaam. Hiyo gari ndo alopanda adui yetu anaitwa Bata, anatoroka. Piga simu kwa vijana wako waliopo njiani wasiruhusu gari hiyo kupita. Nadhani umenielewa Nancy. Okay, sawa, nalifanyia kazi. Gari ninayoiendesha imeshakata mafuta, na hapa nilipo kuna miti mingi sana, so siwezi kujua ni wapi nilipo. Okay, poa. Roy, mwambie Nancy ampigie RPC wa Moro akachukue maiti kule. Yeah. Nancy, kuna swala la Bobby hapa ananikumbusha. Ninakutumia link ya eneo tulilofanya kazi, hivyo vijana wako waende na waandishi wa habari kabisa. Okay, sawa, nitumie. Naam, kweli Roy akaituma linki hiyo kwa ujumbe wa message, na akashuka ndani ya gari akatazama magari yanayopita kwa kasi usiku huo. Msikilizaji, kwenye ile gari ya maadui, yule mzee wa kuitwa Bata ilibidi auliza kijana wake alikuwa anaendesha gari kwamba mbona Simoni nyuma anayetufuata? Si alikuwa anatufuata? Bata aliuliza huku akiwa anatazama kioo cha nyuma katika siti ya nyuma aliyokuwa amekaa. Dereva wake akamwambia, nahisi atakuwa amekata tamaa kutufukuzia. Hapana bwana, atakuwa labda ameishiwa mafuta. Ya mkuu, labda inaweza kawa hivyo pia, dereva alijibu huku akiongeza mwendo wa kasi wa gari hiyo.
Hebu sikiliza, ingia porini kwanza. Mkuu, kwa nini tuingie porini? Nimekuambia ingia porini, unataka tuanze kubishana? Naam, dereva katafuta eneo lenye njia kuingia porini, akapita huko porini. Aliingia msituni na walitembea kwa umbali mrefu kidogo hadi ambapo adui huyu bata akampa amri msaidizi wake aisimamishe hiyo gari. Nisikilize, nahitaji tubadili magari, kwa sababu ni lazima watafanya ukaguzi, au wanaweza wakatuwekea kizuizi huu usiku. Sawa mkuu. Basi nampigia simu Zedi, naamini Zedi yuko karibu na hapo Chalinze, ili tubadilishie gari. Okay, fanya hivyo. Mzee huyu bata alizungumza huku mapigo ya moyo yakimwenda kasi mno. Oya Zedi, ni mimi hapa naongea. Niambie mwanangu. Bwana uko wapi Zedi? Mimi niko Chalinze. Sikiliza Zedi, na kutumia location tulipo, uje utuchukue mimi pamoja na bosi, tumekwama. Sasa hivi? Ndio. Basi poa, nakuja. Msaidizi mwingine wa bata ilibidi aje wachukue hapa ambapo wamepaki gari msituni. Kijana huyu ambaye ni dereva akakata hii simu na kisha akamtumia mwenzie ramani eneo walipo, na wakasubiria wafuatwe eneo hilo, kwani ni hatari sana kuelekea jijini Dar es Salaam kwa kutumia gari hiyo hiyo. Adui huyu mzee bata, kiukweli machale yake yalikuwa yako vyema kabisa, na laiti kama wangeendelea kutembelea gari hiyo, it means kwamba wangedakwa tu njiani. Naam, tukirudi huku upande wa pili kwenye gari ya kina Bobby, binti wa kuitwa Stella alionekana akisema anajihisi kucheua. Stella alizungumza huku akiwa kajishika hivi, yani ilibidi ashike sehemu kwa sababu gari lilikuwa kwenye spidi mno. Bobby alimtazama Stella kwa sekunde kadhaa na kisha ilibidi ashike pale breki za haraka mno. Akamwambia nakupa sekunde, yani hata dakika isizidi. Stella ilibidi ashuke kwa haraka ndani ya gari. Alianza kweli kucheua nje ya gari. Asishuke mtu. Bobby alizungumza hivyo kwa kutoa amri huku akishuka akiwa na chupa ndogo ya maji. Alimpatia Stella, Stella akajisafisha pale mdomo. Vipi? Unaumwa, mbona unacheua? Hapana. Nahisi tu vitu tumboni huko vinacheza cheza. Sijai kupanda gari na ikaendeshwa kwa mwendo wa kasi namna hii unavyoendesha wewe. Kaseti ya nyuma kama mbele uwezi. Chura, njoo kaseti ya mbele. Naam, Bobby alizungumza kwa msisitizo na kweli walibadilishana siti haraka haraka na safari iliendelea huku mwendo ukiwa ni mkali vibaya mno. Wakafika sehemu aliyokuwa amesimama Roy na gari ya Roy ilikuwa iko hapo. Bobby alisimamisha gari na Roy akashuka. Hey, Bobby. Huyu naye ni nani? Roy aliuliza huku akimtazama binti aliyekuwa amekaa siti ya nyuma. Huyu ni binti anayempagawisha jamaa hapo. Vipi Nancy, yule inspector amekupigia, amekupa jibu lolote? Hapana, bado hajanipa mrejesho mwanangu. Roy alijibu huku akiwa anamtazama binti huyo aliyekuwa amekaa katikati. Msichana, njoo mara moja. Ikamlazimu Stella kumpisha binti huyo na akashuka ndani ya hiyo gari. Umesema ulikuwa unamhudumia bata? Ndiyo. Unajua kwamba tunamtafuta mtu tusiyemjua sura wala muonekano wake. Hivyo tunahitaji utueleze huyo bata anafananaje yani? Roy alizungumza hivyo huku akiwa ameshika simu mkononi mwake. Binti huyo akataka kuanza kumwelezea bata jinsi alivyo, ila Bobby akamzuia ili amalize kwanza kuzungumza na simu.
Oa Nancy, mbona hujanipa jibu mtu wangu afu na kusikilizia wewe? Roy, kumewekwa vizuizi zaidi ya 4 kuanzia sehemu uliyopiga picha imeweza kugundulika, ila gari haijaweza kupita na wala haijaonekana. Unadhani ningekupa jibu gani Roy? Kwa unataka kuniambia kwamba wamekula boda, si ndio? Inavyoonekana, inaonekana wamejiongeza mtu wangu, kwa maana kwamba mimi nipo juu kusubiria taarifa ya wao kuonekana, na kila gari inayopita usiku huu inasimamishwa na maaskari waliopo barabarani, wana bunduki. Yaani wapo kamili gado kukagua kila aina ya gari, lakini hiyo gari bado haijaonekana mpaka muda huu. Hivi si upo kwenye kitengo chako? Yaani uko kwenye kitengo chako una mtu ambaye ni ana uwezo mkubwa wa kuchora, yani ni mchoraji. Lazima wepo. Na ni naye hapa, kwa maana kwamba mimi niko ofisini bado sijatoka. Okay, sasa sikiliza. Tunahitaji kupata taswira ya huyo mtu anaitwa Bata, maana bado tumfahamu. Bata? Vipi Nancy? Mbona unahoji? Unamjua? Kama unamjua tuambie basi. Hapana. Nashangaa hilo jina Bata. Sikiliza. Weka simu loudspeaker. Roy alizungumza huku akiweka simu loudspeaker. Nakupa dakika moja. Azungumze na msikia. Binti huyo kweli alianza kuelezea muonekano wa Bata, na ndani ya dakika 7 mchoraji akawa ameshamaliza kumchora, yani akachora ile taswira ya huyo mzee kuitwa Bata. Huyu mtu ni kitufe jamani. Roy, ngoje na watumie picha yake mumuone jinsi alivyochorwa. Inspector Nancy alizungumza huku akicheka, na Roy akapokea picha hiyo. Alitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akamwonyesha Bobby. Oya we binti, huyo Bata mwenyewe ndo anafanania hivi? Ndiyo, anaonekana hivyo, kampatia vizuri sana, hajakosea. Wewe unaishi wapi binti? Mimi naishi Morogoro mjini. Sikiliza Bobby, huyu tusimwache aende, bado tuna kazi naye. Sikiliza, rudi ndani ya gari. Roy alizungumza na binti huyo kweli alirudi ndani ya gari. Oya Bobby, huyu jamaa kweli ana muonekano wa Bata mwanangu. Ni Bata tu. Sikiliza Roy, hawa watu tunaodili nao wana mtandao mkubwa sana, ila nikimwangalia huyu binti tuliyemdaka atatupatia taarifa za kutosha kuhusiana na sisi, yani kuhusiana na sisi tunachokitaka. Sikiliza, turudi zetu kwanza Dar es Salaam, na kisha baada ya hapo tutajipanga upya kwenye hili. Ya mwanangu, hapo umeongea point Bobby. Ni kwa sababu kutoka walipo kuacha na eneo wanalolielekea lina mgawanyiko wa mikoa takribani 3. Wanaweza wakawa wanaenda Dar, wanaweza wakawa wanaelekea Tanga, wanaweza wakawa wanaelekea Moshi. Kwa sisi hapo yani ni lazima tu tuwapoteze. Hatujui watakuwa wameelekea wapi. Wametuacha umbali mrefu sana. Kwa sababu tumeshampata huyu chura huyu na yuko salama, si tuende tukajipange. Naam, Bobby alizungumza hivyo huku akiwa ameielekezea chini, yani ile bunduki yake, ile bunduki kubwa aliyokuwa ameivalia na mkanda wake begani, alikuwa ameielekezea chini. Roy alifungua buti, akanyanyua siti mbili za nyuma ambazo hufanya gari hiyo kuwa na siti 7. Akazinyanyua, wakaingia ndani ya gari na safari kaendelea. Lakini hapo ukimya ulikuwa umetawala ndani ya hiyo gari. Wakati wanaendelea na safari, yule jamaa wa kuitwa Chura akasema, kaka, naweza kuuliza? Bobby akamwambia, ongea, tunakusikiliza. Bobby aliyekuwa anaendesha gari hiyo alizungumza huku akiwa anamtazama Chura. Asa brother, kwa nini bado mna umuhimu na mimi, bado mnanihitaji tu? Acha tufike Dar tutajua. Sawa kaka. Chura ilibidi ajibu kwa upole.
Msikilizaji, tukirudi upande wa maadui, yule kijana Zedi aliyekuwa anatoka Chalinze kwenda kumchukua Bata pamoja na dereva wake alifika hilo eneo akiwa ana gari aina ya Toyota Alphard. Akasalimiana pale na bosi wake Bata pamoja na msaidizi wake. Kijana Zedi akasema, boss, aisi hapo katikati nimekutana na vizuizi vya maaskari polisi na kila gari wanalikagua mkuu. Hivyo vizuizi ni viko vingi? Bosi, ni kwenye kila checkpoint wapo askari sio chini ya 12 na wote wana bunduki. Inaonesha bosi wanakusaka hatari mbaya. Na nimechunguza mmoja wa askari aliyopo karibu. Nimeona akiwa na picha yako ambayo imechorwa. Picha yangu imechorwa? Ndio bosi. Inaonesha kuna mtu ameshatoa muonekano wako jinsi ulivyo. Sasa tunafanyaje? Inabidi nitoke nje ya nchi haraka iwezekanavyo. Bosi, kwa sasa huna haja kukimbia mkuu. Inabidi tukufiche humu mjini, ikiwezekana hata Morogoro. Tukufiche kwa wadau wako. Ukikaa hapo kwa kipindi hiki, hili swala likatulia, basi utaondoka bosi. Huwa mimi najua askari siku zote wana nguvu za soda. Hapa mwanzoni watajifanya wako moto, afu baadaye watafanyaje? Watapoa. Alizungumza hivyo Zedi kwa kujigamba kweli kweli, na yule dereva akasema, ni kweli mkuu. Sasa hivi hali inabidi tuisome kwanza mazingira jinsi yalivyo. Wengi wao wapo mikononi mwetu. Pesa ina nguvu kuliko gwanda zao wanazozivaa. Okay, sawa, nimewaelewa vijana wangu. Inanibidi nijifiche kweli kweli. Hii gari hebu ifiche kichakani. Utatuma watu wairudie kuja kuichukua. Sawa mkuu. Hapo waliingia ndani ya gari aliyokuwa amekuja nayo huyu kijana wa kuitwa Zedi. Waliondoka eneo hilo na mwelekeo wao ukawa ni kurudi mkoani Morogoro na sio tena kuelekea Dar es Salaam. Hawakupata shida yoyote hadi wanafika Manungu Turiani, na wakajificha kwenye kijiji kilichopo ndani, eneo ambalo wanaamini ya kuwa hawatoweza kukamatwa na maaskari. Naam, msikilizaji, upande wa pili Roy alionekana kuzungumza na simu na yule kamanda wa kike anayeitwa Nancy. Roy alisema, Nancy, ndo naingia hapa da. Alafu kuna watu nahitaji kuweza kukukabidhi. So tukutane Mwenge basi. Okay, sawa Roy. Baada ya dakika 5 mtanikuta hapo kwa sababu nipo maeneo haya pia. Okay, hakuna shaka. Roy alikata simu. Brother. Bro, ina maana unanikabidhisha kwa maskari? Hapana, sikukabidhishi kwa maskari. Uwe una amani Chura. Kaka, watanichukulia hatua za kisheria kaka. Mbona mnanipeleka kwa maskari sasa? Chura alilalama huku machozi yakianza kumlengalenga. Chura, usijali, wewe kuwa na amani. Nadhani umenielewa. Tunawakabidhi sehemu salama kabisa. Hapo Chura ilibidi akae kimya huku wasiwasi na hofu vilikuwa vimemtawala. Wakafika makumbusho, wakaliona gari la Nancy huku akiwa ameongozana na gari ya maaskari, ilikuwa ni Defender, huku kukiwa kuna askari kama 6 hivi. 2 waliovalia nguo za kiraia huku 4 wakiwa wamevalia nguo za kiaskari. Bobby alikuwa ni wa kwanza kushuka ndani ya gari huku Roy akiwa amemfuatia. Kazi nzuri sana. Nimepata sifa ya picha ya mlichokifanya. I say jeshi la watu wawili kama watu 100. Nimewakubali sana nyinyi wanaume wa shoka. Nancy alizungumza huku akiwa amejawa na furaha, akawapa 5 Roy pamoja na Bobby. Sikiliza,
Ile ni kazi ya kitoto tu. Unajua wale ndezi wale walikuwa nakimbia kimbia kama vile mgambo tu. Roy, hongereni sana. Mkuu wa mkoa pamoja na kamati yake ya ulinzi wapo huko kwa huyo adui wa kuitwa Bata, wakitazama kilichokuwa kimetokea. Okay, sasa sikiliza Nancy. Sisi kazi yetu imeishia hapa. Kuna binti mmoja tunaye ndani ya gari, tulimkuta pale nyumbani kwa Bata. Ni dada poa tu wale wanaojiuza kwa maelezo yake, na ndiye aliyemwelekeza jamaa Bata anafananaje. Oh, kumbe. So mchukue huyu binti na mkamhoji, labda kuna mambo mengine anaweza akawasaidia. Bobby alizungumza hivyo huku akiwa wamevalia kofia nyeusi pamoja na vitambaa vilivyokuwa vimeficha kuanzia puani hadi kidevuni, na walikuwa wamebakisha macho tu, kitu ambacho kiliwafanya maaskari hao waliokuwa wameongozana na mkubwa wao Nancy wasiwaone. Yaani kwa kiufupi, Roy na Bobby walivalia maski usoni mwao zisiwaoneshe sura zao, ila kilichobaki ni macho tu ndio yalikuwa yanaonekana. Unaweza kusema ni kama maninja hivi, lakini si maninja, bali walijificha nyuso zao wasionekane. Okay. Asanteni, lakini kwa nini mmeficha sura zenu wakati nyinyi ni watu wema tu? Tukiwa kwenye majukumu haya hatupaswi kuweza kujulikana na hata kuonana na wewe pia. Tumelazimisha tu, ila kisheria sisi ni watu wa kufanya kazi. Na wengine wanakuja kubeba tu masalio yaliyobaki. Ila angalizo. Huyo jamaa kuitwa Bata tunaendelea kumsaka kwa sababu bado ni tishio kwa usalama. Nadhani umenielewa. Yeah, nimekuelewa. Endapo utapata taarifa hakikisha unatufahamisha na sisi pia. Hakuna shaka. Tutashirikiana pamoja. Naam, hapo Bobby alielekea kwenye gari, akamuita msichana waliyekuwa wamemkuta nyumbani kwa Bata, wakamkabidhisha kwa Nancy, kitu kilichomfanya chura kushusha kwanza pumzi nyingi mno, kwani alikuwa anashuhudia kila tukio akiweko ndani ya gari, ila waliomo nje ya gari walikuwa hawaoni chochote kinachoendelea ndani ya gari. Na pia Roy na Bobby hawakuhitaji kumkabidhi Bad Lady kwa Nancy, kwani bado wana kazi naye ya kumhoji. Bad Lady si mnamkumbuka? Huyu ni kibaraka wa mzee Bata. Yaani inamaanisha Bad Lady, binti mmoja hivi hatari sana, anashikiliwa na Roy pamoja na Bobby. Huyu hawakumkabidhi kwa maskari. Walimkabidhi kwa maskari ni kale kabinti kale, kadada poa. We binti, sister hapo atachukua maelezo yako na kisha atakupandisha gari za kwenu na utarudi Morogoro. Sawa kaka. Acha sisi tukapumzike. Asanteni. Roy na Bobby waliingia ndani ya gari na kumfanya chura kushusha pumzi nyingi mno, huku akiwa anajifuta jasho, kwani hofu aliyokuwa nayo ilikuwa ni kubwa mno. Chura alijua yeye ndo anakwenda kukabidhiwa kwa maskari polisi. Wadogo, vipi, ulihisi ya kwamba tunakuuza ama? Amna bro, amna. Waliondoka eneo hilo na moja kwa moja wakaelekea nyumbani kwa Roy. Bobby alimshusha yule binti wa kuitwa Bad Lady ndani ya gari, akambeba begani hadi ndani ya chumba maalum cha mateso ambacho hapo awali walimpatia adhabu kali mno chura. Huyu bidada Bad Lady wakamfunga kwenye kiti maalum cha chuma ambacho kimechimbiwa chini kwa zege zito, kitu ambacho kinafanya kiti hiko kisiweze kusogea wala kutikisika. Yaani ukikaa hapo kwenye hiko kiti utatikisika wewe, lakini sio kiti. Mikono yake Bad Lady pamoja na miguu yake wakaifunga kwa pingu katika hiko kiti cha chuma. Huyu manzi akizinduka mwanangu atajikuta akiwa kwenye eneo ambalo hatotegemea kama yupo. Roy alisema hivyo huku akimtazama binti huyo wa kuitwa Bad Lady, na Bobby akasema binti mdogo anajiingiza kwenye shida ambazo hawezi kukabiliana nazo. Halafu anajiita Bad Lady. Kwa ubadi gani huyo? Mbona huyu beauty lady kabisa huyo, hamna badi hapa. Bobby alizungumza huku akiwa ndo wa kwanza kutoka ndani hapo. Roy akatoka na kisha kaufunga mlango mzito uliokuwa umetengenezwa kwa chuma kizito, huku ukiwa na vitobo vidogo vidogo.
Vitobo hivyo ndo vinavyotumia kupitisha hewa ndani ya hiko chumba kisichokuwa na dirisha. Madogo. Chumba cha wageni ni hiki hapa. So mtapumzika hapo. Na kama mna njaa, sikiliza dogo, kuna vitu vya kupika jikoni kwenye friji na kuna kila kitu pia. Kwa namna nilivyochoka jamani, niacheni tu nipumzike, Stella alizungumza huku akiwa wa kwanza kuingia ndani ya chumba hicho. Dogo, hapa upo salama. Nadhani umejionea mwenyewe. Hivyo kwa kipindi hiki wewe na demu wako hiyo Stella mtakaa hapa, mtakula hapa. Ndani humu kuna TV, lakini hakikisheni hamumpigi mtu yoyote simu. Si kwa kutumia simu ya humu ndani au simu ya mtu yoyote. Nadhani umenielewa. Ndio kaka, nimekuelewa bro. Sikiliza chula. Yaani kiufupi faili lako lipo kwa wapelelezi wa kipolisi. Kwa ukijichanganya tu utalipa kwa mauaji yaliyotokea nyumbani kwa demu wako. Roy naye alizungumza kwa sauti ya kunongoneza. Chura ilibidi aseme nakuelewa kaka, nakuelewa. Wewe sema tu nakuelewa. Ila ukijivuruga tu na kuingia mikononi mwa askari, hilo ni la kwako na sisi hatutohusika. Sawa brother, sawa. Okay poa, unaweza kaenda. Chura alijibu kwa sauti ya upole na Roy akaelekea sebleni alipokuwa amekaa rafiki yake Bobby. Oya Bobby, mbona unaonekana na mawazo ndugu yangu? Unajua nini Roy? Najaribu kufikiria ni wapi Bata atakapokuwepo, yani yupo wapi, ndo najaribu kuwaza. Unajua kwa nafasi nilioachia ni lazima tu atakuwa ameshatoroka, na kama sio kutoka nje ya nchi basi atakuwa yupo kwenye mkoa ambao anajua sio rahisi kukamatwa. Kama kuliwekwa vizuizi, je, alipitaje? Kwa sababu unajua picha yake ilisambazwa kwa maaskari wa barabarani. Ni kweli uko sahihi. Ila si unajua wa jamaa baadhi yao ni wala rushwa hawa. Hata kama hawezi kuonga kwenye vituo viwili au vitatu tulivyovipita njiani. Kwa hiyo Bobby, unataka kusema kwamba Bata bado atakuyupo mkoani Morogoro? Ndio maana yake, hiko ndo kitu ambacho nakihisi. Anaweza kawa bado yuko mkoani Morogoro. Naam. Bobby alizungumza hivyo huku akichukua begi lake la mgongoni na kisha akatoa pale tablet, akaiweka ramani ya mkoa mzima Morogoro. Alianza kutazama ramani hiyo na wilaya zake. Akachomoa peni ndogo kutoka katika tablet hiyo. Alianza kuzungushia duara katika wilaya za mkoa mzima wa Morogoro. Sikiliza Roy. Inabidi kufanywe operation ya hawa watu kusakwa kila kona ya hizi wilaya. Wewe bro, acha masiala mwanangu. Unajua Morogoro ni kubwa mzee. Na kama unavyoona imezungukwa na milima, imezungukwa na misitu. Bobby, sikiliza bwana, tusijumize kichwa sana kwa kazi ambayo tumeshaifanya kwa 70%. Kuisambaratisha ngome ya huyu Bata ni ushindi na ni salamu kwa washirika wake wote. Alafu huyu demu huyu bad lady huyu atatupa maelezo ya kutosha asubuhi hise. Bobby, acha mimi nikapumzike mwanangu, hii kazi mimi nimechoka. Roy alizungumza huku akinyanyuka kwenye sofa lilokuwa amekalia. Roy alielekea chumbani kwake, akamwacha rafiki yake Bobby sebleni akiendelea kutafakari ni namna gani ambavyo anaweza kumpata Bata. Hadi inafika alfajiri, Bobby alipata wazo la kumpigia mzee mmoja hivi. Mzee wangu, shikamoo. Marahaba Bobby. Ni saa 11 sasa hivi unanipigia simu. Kwema kweli huko? Ni kwema mzee wangu.
Kuna jambo nilikuwa ninalifikiria sana ila sijapata jibu lolote. Tunaweza tukaonana mzee wangu? Sawa. Tukutane kwenye mazoezi, kwa maana ya kwamba najiandaa kwa mazoezi yangu. Nadhani unajua kwamba sehemu unayofanyia mazoezi. Mzee wangu, basi baada ya muda mchache sana nitakuwa nimefika hapo. Sawa Bobby, hakuna shida. Karibu sana. Naam. Bobby alionekana kunyanyuka na kisha alienda chumbani kwa Roy. Oya Roy, mimi nataka kutoka. Kaka, unatoka wapi tena? Naenda kukutana na mzee wetu. Wewe jamaa, wewe nenda bwana, acha mimi nilale bwana. Bobby kweli aliondoka na gari hadi akafika Mbezi Mwisho. Akaliacha gari chini ya mti mmoja, alishuka na kisha akatembea hadi karibu na ukuta mkubwa wa nyumba ya ghorofa. Hazikupita dakika 5, akatoka mzee wa makamo akiwa amevalia nguo za mazoezi na alianza kukimbia taratibu, na Bobby akaunga naye huyo mzee. Bobby, macho yako yanaonekana kuchoka sana. Kuna nini kinachoendelea? Mzee huyo alizungumza huku akiwa anakimbia taratibu, na Bobby akasema, mzee wangu, naamini umesikia kifo cha huyu kijana mwandishi wa habari. Ndiyo, nimekisikia. Inakuwaje nyinyi ndo muifanye hiyo kazi? Ni kwa sababu rais ametuhitaji tuifanye hiyo kazi ili kupata waliohusika na hiko kifo cha huyo mwandishi wa habari wa serikali. Hapo sawa. Kwa sababu hilo ni jukumu la jeshi la polisi na kitengo cha X kushughulika na hilo swala. Ni kweli mzee wangu, ila katika kumpata papa mkubwa tumeshindwa kumpata zaidi tu ya vidagaa ambavyo vyote tulifanikiwa kuweza kuwavua. Mmewavua wakiwa wako hai ama wamekufa hivyo vidagaa? Wafu, ila kuna dagaa mmoja, ila kwa kumtazama ni wale waliokunywa maji ya bendera. Hawezi kutoboa siri. Mmembananisha? Hapana, tulimpiga sindano ya usingizi. Huyo papa naweza kumwona? Naam. Mzee huyu alipuliza hilo swali, Bobby alitoa simu yake mfukoni akamwonyesha mzee huyo huku akiwa anaendelea kukimbia mdogo. Huyu si Bata huyu? Nilijua tu utamfahamu na ndio maana nilikutafuta mzee wangu. Huyu bwana ni kiongozi wa kundi la kihalifu ambalo lina wanachama wengi sana, ambao wengi walikuwepo kwenye serikali iliyomaliza muda wake na wengine bado wanashikilia nafasi zao. Huyu Bata amekuwa ni mtu ambaye sio rahisi kukamatika. Bobby, nikwambie kitu kimoja kijana wangu, kama mmefanikiwa kumpeleka mafichoni, basi tambua umejiweka kwenye hatari kubwa sana. Nimeliona hilo mzee, kwa sababu huyu adui Bata amekuwa akilindwa na idadi kubwa sana ya walinzi. Ni kweli kabisa, ila kila mtu ana udhaifu wake. Ni kweli mzee wangu. Huyu Bata, hebu kwanza tusimame kidogo. Sawa. Huyu Bata ana mwanamke aliyezaa naye mtoto, mkurugenzi wa benki ya Triple H. Katika hiyo benki ya Triple H, benki ya kibiashara, ndo kuna kila aina ya uchafu wa usafishaji wa pesa. Hivyo kama unataka kumtoa huyo papa sehemu alipo, basi anza kudili na huyo mwanamke wake. Anaitwa nani wewe mwanamke? Anaitwa Nasra.
Ukiingia kwenye website yao ya benki, kwenye list ya viongozi, utamkuta huyo mwanamama yupo. Nashukuru sana mzee wangu, umenipa njia. Bobby. Ndiyo mzee wangu. Kumbuka, mmechagua kupigana vita ambayo sisi wazee wenu tulishindwa kwa sababu ya viongozi waliokuwa wako juu yetu. Viongozi waliokuwa juu yetu hawakuwa waadilifu. Kwa tulichagua maisha kuliko kifo, na ndio maana sisi tumestaafu na tunaendelea kupumua. Lakini jua Bobby, vita ulioichagua ni nzito sana. Nashukuru mzee wangu. Yule pacha wako, ndugu yako, rafiki yako Roy yupo? Nipo naye bado. Niwaombe mwe makini sana vijana wangu. Sawa mzee wangu. Naam, wakakimbia kwa lisali 1:30 na kisha Bobby akamrudisha mzee huyo nyumbani kwake, na kisha aliingia ndani ya gari Bobby na kuanza safari kuelekea nyumbani kwa Roy. Bobby alimkuta Roy alikuwa anaandaa pale kifungua kinywa. Oe Roy. Mzee anakusalimia. Aha. Wa mzee anajipia gani tena? Amenipatia jina moja. Jina? Jina la nani? Jina la Nasra. Huyu ni mkurugenzi wa benki ya Triple H. Sasa huyo Nasra ndo nani sasa? Nasra amezaa na Bata. Yaani walikuwa ni mke na mume na walibahatika kuzaa mtoto. Na kwenye hiyo benki ndipo wanapofanya michezo yao ya utakatishaji wa pesa. Wow. Hiyo mbona kaa big deal mwanangu? Ya, ni big deal kweli. Naamini tukimbananisha huyo Nasra, basi tutakuwa tumefanya jambo la muhimu sana. Kwa lazima tuandae mfumo ambao utamuingiza kingi huyo mwanamke. Sasa huyo Nasra anafananiaje? Yani anafananiaje muonekano wake? Yani yukoje? Mzee ameniambia kwamba yupo kwenye website ya benki, tukiingia tutamwona. Naam, kweli Roy alitoa simu yake mezani, aliandika jina la hiyo benki na kweli ikajitokeza katika mtandao wa Google, na moja kwa moja aliingia kwenye tovuti ya benki hiyo. Alianza kupitia taratibu. Akapitia pale maelezo yaliokuwa yameandikwa kwenye tovuti hiyo. Bwana hii. Oya Bobby. Oya cheki mwanangu, cheki. Oya kaka, cheki toto mwanangu, cheki toto lilivyo mzee wangu. Hii. Oya kuda deki mwanangu, oya ni mzuri. Roy alizungumza huku akimwonyesha Bobby picha ya mwanamke wa kuitwa Nasra. Roy, vitu vyako hivyo mwanangu. Oya, kama sura ni hivi, haya, huyu binti uko chini atakuwaje mwanangu? Kama sura tu ndo hivi, huyu binti huyu akisimama uko chini mwanangu itakuwa shindili noma. Nisikilize Roy, hili jambo natamani sana tulipeleke faster, kwa sababu bila ya kufanya hivyo utampoteza Chura, au anaweza kujua kuwa kuna watu wanamsaka. Mimi Roy nina wazo moja mwanangu. Wazo gani kaka? Inabidi uende pale ukafungue akaunti kwenye hiyo benki, alafu twende na kiasi cha dola milioni 1. We Bobby wewe,
We dola milioni 1 tunatoa wapi mwanangu? Kumbuka hii ni dola. So milioni 1 Tanzania shilling, hiyo ni dola mzee. Tunatoa wapi mwanangu? Nisikilize. Ruben anaweza kutusaidia. Tunaihitaji ikiwa iko cash. Mpigie kwanza muulize kama kuna uwezekano mwanangu. Dola milioni 1 Bobby, sio masiala kaka. Ngoja nimpigie. Naam, kweli bwana. Bobby akachukua simu akampigia Ruben. Na ndipo Bobby akaanza kuzungumza. Mkuu, habari? Salama bwana. Kwanza hongereni kwa kazi yenu. Na ndo nimepata ripoti hapa, nimepewa na rais asubuhi. Na hapa napozungumza nipo na mheshimiwa rais. Okay, sawa, tunashukuru. Bobby aliitikia hivyo na kisha akaiweka simu hiyo loudspeaker, akaiweka juu ya meza ili na Roy awe anasikia ile mazungumzo. Ruben, imekuwa ni bahati kwetu kama mazungumzo haya rais pia ataweza kuyasikia hapo, kwa sababu umeniambia uko naye hapo pembeni. Aha, ngoja basi niweke loudspeaker. Tayari, mheshimiwa rais pia anawasikia. Zungumza tu. Mheshimiwa rais, shikamoo. Marahaba. Mheshimiwa, shikamoo. Roy hapa naongea. Aha, marahaba Roy. Kwanza hongereni sana. Tunashukuru mheshimiwa. Tunatamani kuja kuleta ripoti mheshimiwa, ila kwa sisi hatujazoea kuleta ripoti nusu. Bado tupo kwenye mchanganuo wa kazi yetu. Hivyo tumefikia hatua ya kuweza kuhitaji kuwapata mapapa wakubwa. Papa wakubwa? Una maana gani kusema hivyo Bobby? Mheshimiwa rais, tuliyemkosa jana kumpata ni mtu ambaye anaongoza genge kubwa sana la watu ambao wana nguvu ndani ya hii nchi. Na ndio maana mheshimiwa, uliweza kuona kwenye ile video wana mipango ya kuweza kukuondoa madarakani, kwa maana wao wanavyopanga ndo kitu ambacho kinabidi kitimie. Sasa Bobby, hili jambo unalolizungumza, hiyo line na simu unayotumia, je, ni salama kwa haya mazungumzo? Ndiyo mheshimiwa rais. Haya mazungumzo hayarekodiwi kabisa. Okay, sawa, endelea. Au ngoja Ruben, hebu wapigie video call tujadili kwa upana zaidi, nipate kuwaona pia. Sawa mkuu. Hapo Bobby ilibidi akate ile simu, na hapo Ruben akapiga kwa mfumo wa video call, na Bobby akapokea, akaiweka simu kwa kuisimamisha simu kwenye chupa ya maua iliyopo juu ya meza iliyopo jikoni hapo, na wote wawili sasa, yani Bobby na Roy, wakawa wanaonekana vizuri kabisa, huku mheshimiwa rais na Ruben nao kwa upande wao wakawa wanaonekana vizuri kabisa maeneo ya ofisini. Bobby akampatia earphone moja Roy, na Roy akavaa sikio la kulia, huku Bobby akavaa sikio jingine la kushoto. Mheshimiwa rais akasema, sasa endelea na wasikilizeni. Rais Msulwa alitoa hiyo go ahead, na Bobby akaendelea kusema kwamba mheshimiwa rais, kuna kundi moja kubwa sana la watu wenye nguvu ambao wapo nyuma ya huyo jamaa wa kuitwa Bata. Yaani Bata ndo jina lake halisi ama Bata ni nini? Sijaelewa. Mheshimiwa, hata sisi hatujui kusema ukweli kama ni jina lake halisi au ni jina tu la kazi, ila anajulikana kama Bata na ndio code name yake. Jina halisi sidhani hata kama analo, sidhani kama yupo kwenye sajili zozote za taasisi za kiserikali. Okay, sawa. Kwa mheshimiwa rais, tumemfuatilia huyu mtu wa kuitwa Bata na tumekuja kugundua amezaa na mkurugenzi wa benki ya Triple H. Hivyo ili kumrubuni huyu mwanamke wa benki, inatulazimu kwenda kwa mfumo wa wafanyabiashara, mfumo ambao utatuwezesha kuweza kujua mambo mengi sana ya benki hiyo, na hata kumjua pia Bata kwa ujumla, kwa sababu katika hiyo benki ndipo hili kundi au niseme hili genge la uhalifu analoliongoza Bata ndipo wanapofanyia utakatishaji wa pesa zao haramu na kuingiza kwenye mifumo ya kawaida.
Hapo Bobby alizungumza huku akimtazama rais pamoja na Ruben. Bobby, hilo la utakatishaji pesa ni kweli limekuwa ni janga kubwa sana la hii nchi, na si tu kwenye benki hiyo, bali benki nyingi sana nchini hapa zinafanya huo mchezo. Ni kweli mheshimiwa, hivyo tunahitaji kuingia kwenye huo mfumo haraka iwezekanavyo, pasipo wao kuweza kujua, na wakija kushtuka ni lazima tuwe tumepiga hatua kwenye kudadavua mambo mengi sana ambayo yatatusaidia kusafisha tunalolihitaji. Sawa, kwa mnahitaji kiasi gani ni wawezeshe kwenye hilo? Tunahitaji dola milioni 1 keshi mheshimiwa rais. Okay, sawa. Nitawapatia dola milioni 2 keshi. Kaziwekeni kwenye hiyo benki. Najua mna mbinu zenu nyingine za kufanya, hivyo nahitaji muachimbe na muwafikie wale waliorekodiwa vibaya kwenye ile video, na tujue ni akina nani, na hatua nyingine pia ziweze kuchukuliwa. Mimi nawategemea sana Bobby pamoja na Roy, nawategemea sana, na nawaomba msiniangushe kwenye hilo. Tunashukuru sana mheshimiwa rais. Mimi labda tu niwaambie kitu kimoja vijana wangu. Roy pamoja na Bobby, mimi najivunia sana utendaji wenu wa kazi. Ndani ya muda mfupi mmeweza kunipa matokeo ambayo ninaamini wengi waliopita walishindwa kufanya. Hivyo hata walipotaka kufanya hivyo, basi walishindwa kutokana na kutokupewa ushirikiano. Nimeona juhudi zenu na mimi sitoweza kushindwa kuwaunga mkono kwenye jambo lolote lile. Tunashukuru sana mheshimiwa rais. Sasa Ruben ataandaa kiwango hiko cha pesa na mtakubaliana ni wapi pa kwenda kuichukua. Ila pia nimependezwa sana na juhudi za binti mmoja anaitwa ACP Nancy wa jeshi la polisi. Je, ni waongezee kwenye timu yenu ili awe, nataka nimtoe kule kwenye jeshi la polisi, muwe na kikosi cha watu 3. Mheshimiwa rais, tena mheshimiwa rais, ukifanya hivyo itakuwa poa sana. Unajua mimi muda wote niko na Bobby tu hapa, hatuna mtoto wa kike mkuu, yani ukimongeza huyo itakuwa poa sana. Basi sawa, naona Roy umejibu haraka sana, wakati mimi nilikuwa naongea na Bobby. Sawa, hakuna shida. Basi huyo Nancy atakuwa bega kwa bega na nyinyi. Lazima hawa watu wabaya waweze kutolewa hadharani ili tutengeneze nchi itakayokuwa bora kwa vizazi vijavyo. Asante sana mkuu. Basi mimi nawashukuru. Naam, kweli simu ilikatwa na kumfanya Roy na Bobby kutazamana, kwani katika kipindi chote cha utumishi katika masuala ya usalama hawakupewa nafasi kama wanayopewa na mheshimiwa rais wa sasa ambaye ameapa kuitengeneza nchi kwa nguvu zake zote na uwezo wake wote. Bobby alichukua simu yake mezani, akafungua pale ujumbe mfupi uliokuwa umetumiwa na Ruben. Tutakutana naye hapa. Bobby alizungumza hivyo huku akimuonyesha Roy ujumbe huo wa message. Poa tu mwanangu, fresh tu. Waheshimiwa bado wamelala? Ya, wamelala. Tukazungumze na ule dem. Naamini sasa hivi atakuwa ameshaamka. Bobby, sikiliza. Ngoja mimi nimpelekee kwanza kifungua kinywa ili apate nguvu ya kukijibu kile ambacho tutakuwa tunamuuliza. Yote ni sawa tu mzee wangu. Kweli bwana, waliingia ndani ya chumba walichokuwa wamemfungia Bad Lady ambaye tayari alishazinduka kutoka katika hali ya kuzimia, na ni kwa mara zaidi ya 5 amejaribu kujitoa kwenye kile kiti alichokuwa amekalishwa, lakini Bad Lady alishindwa. Bad Lady alishtuka sana kumwona Roy na Bobby, kwani kumbukumbu zake ziko vizuri mno kichwani mwake za kuwa walikuwa kwenye operation ya kuwatafuta wanaume hawa wawili, na istoshe ndo hawa wanaume wawili wamemteka wao. Yani yeye ndo ametekwa, yani amejikuta yeye ndo ametekwa.
Mbaya hiyo. Yaani unapewa mission na bosi wako ukawaangamize hao vijana wawili, lakini hao vijana wao ndo wamekuteka wewe. Hey, we binti, nimekuletea sausage, nimekuletea mayai, nimekuletea mkate huu hapa. Na mingi itakuwa ni kifungua kinywa kizuri sana kwako. Roy alizungumza huku akiwa na tabasamu kabisa. Kwa nahisi ukinikaribisha ndo nitazungumza chochote? Fanyeni lolote, na sipo tayari kuongea lolote lile. Ujue mwenda wazimu wewe demu, unajua kichaa sana. Roy aliangua kicheko kikali na kisha aliweka sahani na kikombe cha chai juu ya meza. Maskini demu wa watu. Hajui kinachoendelea, maskini ya Mungu. Alafu unakuwa na kibesi, yani unaongea kama kidume vile wakati wewe ni mtoto wa kike. Legeza sauti hiyo, afu kujifanya mgumu sometime wa kusaidia chochote. Yani utabaki tu kuwa mwanamke dadangu. Sawa? Roy alizungumza kwa kicheka na kumfanya Bad Lady awe kwenye udadisi huku akimtazama Roy na Bobby. Bobby ilibidi avute kiti akakaa mbele yake, akakunja nne huku akiwa anamtazama Bad Lady. Bobby alitoa simu yake mfukoni na kisha alianza kumuonesha picha moja baada nyingine ya makazi ya bata, ambapo hapo ndipo walipokuwa wanakaa hawa kina Bad Lady. Bobby alifanya hivyo ili kumthibitishia Bad Lady kile kilichotokea kwamba ni kweli. Akamwekea video ambayo walirekodi kupitia miwani zao, kwani zilikuwa zina kamera ya siri. Bobby akasema, sikiliza mwanamke, haya si ndo makazi ya bosi wako bata. Najua utajiuliza kwa nini tumekuonyesha haya na kukuacha hai mpaka sasa hivi. Hapo Bobby alizungumza kwa sauti ya upole na akamfanya Bad Lady kujawa na hofu, hata wasiwasi pia ulimwingia. Story inayomhusu bata bosi wako ilishakwisha muda kitambo sana. Yeye na watu wake wapo ahera madukani. Binti, hivi unajua mlichokikosea? Hapo Bad Lady macho alimtoka bila hata ya kujibu hilo swali. Mlikosea sana kutufuatilia na mkujua mnadili na watu wa namna gani. Kutufuatilia sisi ilikuwa ni wazo baya sana, kwani mlipaswa kuweza kusoma na kujua mnadili na watu wa aina gani. Sio maskari polisi kwamba mnaweza tu kutumudu vile ambavyo nyinyi mnaweza. Matokeo yake ndo haya tulichokifanya kwenu. Hapo Bobby alizungumza kwa upole sana, kana kwamba hakuna kitu kibaya kinakwenda kumtokea Bad Lady. Lakini Roy akaingilia kati kwa kusema, wewe mchumba, kula bwana. Unajua kuna mambo mengi tunatakiwa tuweze kuzungumza, alafu wewe kuzungumza na sisi ni kama vile utaki. Kula kidogo. Afu je, tumekupenda sana rafiki yangu. Wenzako wote tumewaua, afu uko mzima. Kula bwana tuongee. Roy alizungumza huku akijaribu kumlisha tena Bad Lady. Naombeni maji. Bad Lady alizungumza huku akimtazama Roy aliyekuwa ameshika kipande cha sausage alichotaka kumlisha. Roy akatoka ndani hapo na baada dakika akarudi akiwa na chupa ya maji. Aliifungua mbele ya Bad Lady. Wewe mrembo, sikia. Nimekuja na chupa mpya ili usije ukasema kwamba tumekuwekea kitu kibaya. Umeona hapa nafungua. Umeona? Siwe tunakupenda sana, alafu unajifanya kauzu, unajifanya mkaaksi. Hata nguvu zenyewe za kupigana zenyewe una, alafu unajifanya mgumu. Wewe vipi bwana? Roy alizungumza hivyo huku akianza kumnywesha maji huyo mwanadada Bad Lady, na alikunywa chupa nzima, kwani kila alivyokuwa, yani kiu aliyokuwa nayo ilikuwa ni kali mno kuliko kitu chochote. Sasa utakula au ni kuache ushinde na njaa? Naomba nile. Roy aliendelea kumlisha na kumnywesha chai mpaka pale alipoweza kumaliza.
Kwa nini hamjaniua? Bad Lady aliuliza kwa sauti ya upole huku akimtazama Bobby aliyekuwa amekaa mbele yake. Unaitwa nani? Naitwa Badi. Badi kama Badi au nini? Bad Lady. Naamini hilo sio jina ulilopewa na wazazi wako. Hilo ni jina lako la kazi. Jina lako halisi ni nani? Hivi nyinyi kwa nini mnakuwa wema kwangu wakati mimi ni adui yenu? Tumekuwa wema kwako ni kwa sababu kwenye mahojiano ya mtu yoyote mhalifu, siku zote kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni mazungumzo ya kawaida, ambayo endapo yatazaa matunda basi njia ya pili haitotumika. Ila kukiwa kuna ubishi na uongo, basi njia ya kwanza itaachwa na itatumika njia ya pili. Njia hii itakuwa ni ngumu sana, hususan kwa binti kama wewe ambaye una sura nzuri na mwili mzuri. Na ndio maana mimi siku zote huwa napendaga sana njia ya kwanza ya mazungumzo. Ila nikishindwa basi ndugu yangu hapa unayemuona huyu aliyekulisha chakula atatumia njia ya pili ambayo haitojalisha wewe ni nani, ila utaongea ukweli wote. Naam, hapo Bobby alizungumza hivyo kwa sauti ya upole na kumfanya Bad Lady kumtazama Roy aliyekuwa amesimama huku akiwa tu amekunja mikono yake. Sasa hapo ni wewe tu kuamua ni kipi unahitaji kiweze kufanyika. Nini ambacho mnahitaji kujua kutoka kwangu? Tunachohitaji kujua kutoka kwako ni nani aliyehusika na mauaji ya Freddy. Sisi tulipewa tu amri ya kuua. Nani aliyewagea amri ya kuua? Bata. Hadi Freddy anauawa, nini kilipelekea mkamua? Kulikuwa kuna kikao cha siri cha Bata na watu wake. Na mimi nilifikishwa maagizo tu ya kwamba Freddy akamatwe na alikuwa anafuatiliwa kwa siri sana. Kwa sababu gani? Freddy alikuwa anachunguza hata visivyopaswa kuweza kuchunguzwa. Ukiona maana gani? Kukamatwa kwa Freddy alikuwa anafuatilia siri za mazungumzo ya mabosi. Hao mabosi ni akina nani? Kusema ule kweli siwafahamu, ila ni watu wenye nguvu kubwa mno ya ushawishi kwenye hii nchi na nje ya nchi pia. Kwa hiyo wewe huwezi kumjua hata mmoja wao wakati unafanya nao kazi? Kusema ule ukweli, Freddy alikuwa anawafuatilia wale watu. Wale watu walikuwa wanakuja katika mitindo ya ajabu ajabu sana. Ndio maana hata mimi nashindwa kuweza kuwajua. Ajabu ajabu kivipi? Ni majini, wachawi, waganga, yani ajabu ajabu kivipi? Ni wanatisha ama vipi? La hasha. Yaani wale watu ambao Freddy alikuwa anawafuatilia, wale watu walikuwa wanavalia maski kwenye nyuso zao. Na kikao chao walikuwa wanakifanya na Bata. Na mtu ambaye naamini anajua sura zao ni msaidizi wa Bata. Maana msaidizi wa Bata ndiye aliyekuwa anaingia na Bata mpaka kwenye hivyo vikao. Msaidizi wa Bata ni nani? Tunamfahamu kwa jina la kifaranga cha Bata, ila jina lake halisi hatulijui. Ila nyi watu wa ajabu sana. Asa nyi ndo majina gani au mnaitana sasa?
Hii nchi na watu wa ajabu kweli. Huyo kifaranga cha bata sijui yupoje, hebu tuambie yupoje? Roy aliuliza kimasihara huku akiwa anacheka. Huyo mtoto wa bata naweza nikasema ndo mkono wa kulia wa bata. Kila oda na kila kazi na kila biashara ya bata yeye ndo alikuwa msimamizi, na ndiye alikuwa anajua hizi listi ya watu wanaokutana na bosi. Je, unajua ni wapi huyo mtoto wa bata anapokaa? Hapana, ni muda mrefu anaishi kwa bata. Mimi sio mkaaji sana pale kwa bata. Nilikuwa nakuja nchini hapa kwa kazi maalum ambazo bata alikuwa ananipatia. Ulikuwa unakuja ukitokea wapi? Mimi nilikuwa natokea Mombasa, Kenya. Ndipo alipo makazi yako, si ndio? Ndio. Babangu mimi ni Mtanzania, ila mamangu ni Waarabu wa Mombasa. Kwa hiyo wewe una uraia pacha? Mimi nina uraia wa pande zote, ndio. Nimesomea hapa Tanzania chekechea hadi darasa la 7. Na baada ya babangu kufariki, mamangu alinichukua na kunipeleka Mombasa. Na sikusoma nchini Kenya, nilipelekwa kusoma India. Naam, hapo Bobby alimtazama Bad Lady machoni mwake, na kila alichokuwa nakizungumza kilikuwa ni kitu cha ukweli kabisa. Nini kilikukuta mpaka unaingia kwenye hii kazi za mauaji? Nilipokuwa mwaka wa kwanza wa masomo yangu ya udaktari nchini India, kwa sababu niliendelea na sekondari mpaka kufika chuo, nilipata mpenzi wa Kipakistan, ambapo awali nilijua ni mtu wa kawaida. Hivyo ilikuwa kila weekend tunavuka boda kwenda kwao Pakistan, na alinitambulisha kwao ambapo alikuwa anaishi na wajomba zake. Nakumbuka likizo moja nilipaswa kurudi nchini Kenya, ila kutokana na kwamba nilikolea na mapenzi, nilimweleza mamangu kwamba sitorejea kwa sababu nahitaji kupata shift za kazi ili kujitengeneza kiuchumi. Yule mpenzi wangu Mpakistan, mjomba wake mmoja ni kiongozi wa kundi la kigaidi la Taliban. Hivyo nilishawishiwa nikaingia kwenye kundi hilo, na nilipatiwa mafunzo ya miezi 3. Ilikuwa ni mafunzo magumu, ila kutokana na mapenzi yangu dhidi ya jamaa nilikubali kuvumilia. Lengo lilikuwa ni nini wao kukuingiza kwenye makundi hayo ya kihalifu? Niwe mpelelezi. Mpelelezi katika upande gani? India ni nchi iliyojiimarisha kiuchumi, kijeshi. Hivyo ni ngumu sana kwa wanafunzi kutoka Afrika kuhisiwa kuwa tuna nia ovu na nchi kama India. Na isitoshe kuna ile kudharauliwa kwa sababu wewe ni Mwafrika. Hivyo mara nyingi wanatuona ni watu tusiokuwa na nguvu na uwezo mkubwa kama wanavyojiaminisha wao. Ilikuwa ni njia rahisi kwa mimi kufanya upelelezi kwenye kila mission niliyokuwa natumwa, na nyingi walinitumia katika kufanya mashambulizi ya kujitoa muhanga, kama kwenye vituo vya reli, mabasi, kwenye miji mikuu. Kwa nilitumika sana kwenye hilo. Ulifanya kazi hiyo kwa muda gani? Miaka 3. Na katika kipindi hiko niliendelea kupewa mafunzo mengine ya kisirisiri. So, kwa nini upo Tanzania? Kutoka kuwa mwanachama wa Taliban mpaka kuwa na bata sijui. Yaani ilikuwaje? Baada yule mpenzi wangu kujilipua katika kituo cha treni katika mji wa New Delhi, lile shambulizi liliua watu wengi sana. Lile shambulizi la kujitoa mwanga, kwa sababu yeye alikuwa na wenzake. Mimi nilitoroka siku ile nchini India kabla upelelezi kuanza, kwani ni lazima tu angenikamata na kunihoji, kitu ambacho sikuhitaji kinitokee, kwani ingenigharimu kwa kiwango kikubwa mno. Ulitorokaje? Nilivuka boda kama kipindi chote na nikarudi nchini Tanzania kutokea Pakistan.
Ninavyofahamu mimi, kama mtu upo kwenye kundi la kigaidi na ukawatoroka, siku zote ni lazima wakusake popote pale ulipo. Kwa wewe una muda gani toka utoroke kwenye huko kwao huko? Mwaka wa 3 sasa. Kama ni mwaka wa 3, ina maana kwamba umewezaje kujificha? Hapana, sikujificha. Kivipi? Mkuu wangu alimkabidhi Bata jukumu la kuniangalia kama binti yake. Hivyo kuanzia kipindi hiko nimekuwa nikitumika mikononi mwa Bata na kufanya kila shughuli aliyokuwa ananiagiza kuifanya. Unazungumza kama mtu anayeonekana kutokupenda maisha uliyokuwa unaishi. Bobby alizungumza kwa sauti ya upole huku akiendelea kumtazama Bad Lady. Machozi alianza kumlengalenga Bad Lady huku akimtazama Bobby pamoja na Roy. Ndoto yangu ilikuwa ni kuja kuwa daktari mkubwa sana wa magonjwa ya watoto. Babangu alinikuza vizuri kwenye malezi ya kidini na nakumbuka maneno yake ya mwisho, alinisihi sana kusoma ili nitimize malengo yangu. Ila mwisho wa siku nimeangukia kwenye mikono ya kuwa muuaji, kuwa jambazi. Bad Lady alishindwa kujizuia. Pale pale alianza kulia, ikamlazimu Roy kumfuta machozi kwa kitambaa. Ni utoto ulinihadaa na nimeingia huku kwenye ujambazi, na kutoka inakuwa ni ngumu. Kwani wataiwinda familia yangu, wataimaliza familia yangu. Haijalishi itachukua siku, miezi au miaka, wataiteketeza familia yangu. Bad Lady alizungumza huku akizidi kulia kwa uchungu na kujutia. Japo amefanya matukio mengi ya kikatili, ila moyoni mwake bado ana roho ya kibinadamu ambayo inamfanya ashindwe kufanya mema kutokana na maeneo aliyokuwa ameingia. Nisikilize we Bad Lady. Kwenye maisha kuna second chance. Na mimi naamini ukipatiwa hiyo nafasi ya pili utaweza kusahihisha maisha yako. Hapana, wataniua. Tutajua namna ya kuweza kukusaidia. Ila tunahitaji na wewe utusaidie. Kwenye nini niwasaidie? Tunahitaji mtu ambaye anaweza kujua maeneo ya siri ambayo Bata na msaidizi wake wanaweza kuwepo. Ngoja kwanza. Ina maana nyinyi Bata hamjamua? Alitoroka. Oh Mungu wangu. Kwani unastaajabu hivyo? Yule Bata ni mastermind. Hana uwezo wa kupigana, ila ana akili ya kutengeneza mambo yakatokea na yakawa. Akili yake inatumiwa na washirika wake wengi sana, na ndo maana amejikalia kula na kunenepea na tutumbo na makalio. Hilo li jamani genius kwenye masuala mazima ya uhalifu na ugaidi. Uwe ugaidi wa silaha, ugaidi wa kiuchumi, yani ule jamani full mkoba, ana akili kubwa mno. Je, unavyohisi ni wapi atakapokuwa? Siwezi kuhisi bila ya kujua hali halisi ilikuwa vipi. Naam, hapo Roy ilibidi amuelezee Bad Lady kila kitu kilichotokea katika kumfukuzia hadi akampoteza kutokana na gari kuisha mafuta. Roy mara baada ya kumuelezea kisanga kizima, Bobby akaingilia kati akamuuliza Bad Lady, uliposikia hiyo story unafikiri ni nini sasa kitakachokuwa kinaendelea? Bobby alimuuliza Bad Lady baada ya kumwona akiwa amezama kwenye dimbwi la mawazo. Nawaza mtu ambaye anaweza kumsaidia Bata kwa haraka haraka na kurudi Morogoro. Unataka kusema Bata hajaondoka nchini? Sio rahisi. Yule na maeneo yake mengi ya kujificha mkoani Morogoro, na sio rahisi kutoka hadi pale atakaposhinda vita dhidi yenu ndo ataweza kuondoka. Bata hawezi kuondoka kama bado hajaweza kumalizana na nyinyi. Mpaka malizane na nyinyi mlomchokonoa, na hapo ndipo atakapoweza kuondoka.
Bad Lady alizungumza kwa msisitizo uliomfanya Roy na Bobby kuwashwa kwa taa nyekundu vichwani mwao. Kwamba amalizani na sisi? Ndiyo. Anatujua kwani? Morogoro nzima Bata ana watu. Na hata mlipofika tu mkasimama pale Sheli, tulipewa mionekano yenu, na ndio maana ilikuwa rahisi kuwafuata hadi pale mlipokuwa. Kiufupi, Bata ndiye doni wa ule mji. Hivyo kutoka na kuja Dar au kwenda mikoa ya karibu ni uongo. Usalama wake lazima uwe ni mdogo kwenye hiyo mikoa, ila akiwa ndani ule mkoa wa Morogoro sio rahisi nyo kumpata. Nani unahisi alimsaidia? Kwa haraka eneo mlilopotezana, nikipiga hesabu zangu za kijasusi, basi mtu wa kwanza kumwekea X atakuwa ni Zedi. Zedi ndo atakuwa amemsaidia Bata kutoka pale ambapo nyinyi mmeniambia. Zedi ndo nani? Zedi ni mmoja wa vijana wake wanaosimamia biashara zake katika eneo zima la Chalinze pale. Japo anaonekana ni mfanya biashara mwenye mafanikio, ila 80% ya mali anazozimiliki Zedi ni mali za Bata. Na Zedi naye pia ndiye anayeongoza vijana wote wa Bata katika mkoa wa Pwani. Hivyo mkimshika au mkimpata Zedi, basi mtajua ni wapi pa kumpata Bata. Shukrani sana. Ila nawapa angalizo. Tunakusikiliza. Zedi ni mtu anayetumia sana uchawi. Yule jamaa ni jambazi sugu. Askari wamemsaka hadi kumsaka tena. Wameenda kufanya ambush mara nyingi, ila wanaweza wakampita bila ya wao kumjua na wakamkosa. Ni mtu aliyetokea Manungu Turiani. Hivyo aliiaga mizimu ya kwao kisawasawa. Kuweni makini sana kwenye hilo, la sivyo mtakufa. Msije kusema sijawaambia, na msije mkajifanya nyinyi ni serikali hamwamini kwenye uchawi, itakula kwenu. Ila nawaambieni ukweli, mkienda kule mjizatiti muwe vizuri, mnaweza mkapishana naye na msimjue kama ndo yeye, na huenda hata msimuone pia. Ushauri wa Bad Lady ulimfanya Roy na Bobby washushe pumzi huku wakiwa wanatazamana, kwani kadiri upelelezi wao unavyozidi kusonga mbele ndivyo jinsi mambo yanavyozidi kufunguka sasa. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba huyo Zedi ni mchawi sana, si ndio? Siwezi kuwathibitishia kwamba ni mchawi sana au ni mchawi kidogo, lakini tu mnachotakiwa kujua ni kwamba anatumia nguvu za giza. Anatumia nguvu za kichawi. Kwa naamini mnajua masuala ya majambazi wanaotumia uchawi katika ujambazi wao. Okay, tumekuelewa vizuri Bad Lady. Na tunashukuru kwa hili ulilotueleza. Naamini litaweza kutusaidia sana. Okay. Sawa. Nahitaji kuweza kujisaidia. Hapo Bobby kwanza akamtazama Roy na akamfungua Bad Lady pingu za mikononi pamoja na cheni za miguuni zilizokuwa zimeunganishwa kwenye kiti, na kisha wakatoka ndani. Hapo akampeleka mpaka chooni. Naamini hutofanya jambo la kujutia, Roy alizungumza huku akimfungulia mlango wa choo hicho, na Bad Lady huyu mwanadada Bad Lady akaingia chooni. Bad Lady akakaa kwenye sinki la chooni hapo. Kwa kutumia ulimi wake akalitoa jino lake la bandia lililokuwa upande wa kushoto katika fidhi ya chini. Ndani ya jino hilo kulikuwa kuna chipu ndogo yenye button. Akaiminya hiyo button. Button hiyo inatumika kuwasha GPS maalum ambayo inawaonyesha wakuu wake waliopo mbali. Kwa hiyo GPS hiyo itaashiria kwamba mtu wao yupo kwenye hatari, hivyo ana uhitaji wa msaada wa haraka sana. Alipomaliza kufanya hivyo, Bad Lady akarudisha jino hilo na kisha akajisaidia haja ndogo, na kisha akatoka chooni hapo pasipo Bobby wala Roy kufahamu chochote. Bad Lady alijawa na mshangao mara baada ya kukutana na chura
akitokea kwenye moja ya chumba ndani ya nyumba hiyo hiyo. Chura akasema, ulisi nimeliwa na mamba we Falas, ndio? Chura alizungumza kwa dharau. Badled alibaki anamtazama Chura. Sikiliza mpumbavu, ukimalizana na hao majamaa kumbuka una mimi, na lazima nikuonesha kwamba mimi ndo mtoto wa mjini mfala mmoja wewe. Chura alizungumza kwa dharau na Badled hakujibu kitu chochote zaidi tu, alikuwa ni mkimya. Wakarudi katika chumba cha mateso, akafungwa kwenye kiti alichokuwa amekikalia hapo awali. Bobby akasema, naamini unajua ni kwa nini unakuwa kwenye hii hali. Bobby alikuwa amebaki ndani hapo, alizungumza huku akimtazama Badled. Badled akasema, ndio natambua na ninastahili hili pia. Okay, sawa. Sisi acha tushughulike na hili. Hakuna shaka. Wakatoka ndani hapo, wakaufunga mlango huo kwa ndani. Oa Bobby. Mimi kuna machara yananicheza. Kumwacha Chura na demu wake Stella hapa ndani ni hatari sana. Lazima tuwaondoe hili eneo. Kwa nini unasema hivyo? Sikiliza Bobby. Chura anaonekana kuwa na hasira sana na Badled, kwa maana wamekutana hapo kwenye korido. Dogo kaonyesha kuchafuka vibaya mno. Kwa sababu sisi tumeshapata mwongozo mpya kutoka kwa huyu demu, inatupasa tumkabidhi kwenye kitengo cha X, alindwe pale na tutamtumia pale tutakapokuwa tuna haja naye. Ulichozungumza Roy ni kweli, kumwacha hapa ndani ni hatari sana. Na umeshasikia kuwa alikuwa ni mfuasi wa Taliban. Ya, ndio hivyo kaka. Basi ngoja kwa nizungumze na mkurugenzi wa X. Bobby, unaonaje ile swala tukamshirikisha kwanza Mheshimiwa Rais? Kumbuka tunafanya operation maalum ya rais na sio mkurugenzi. Okay, sawa, hakuna tatizo pia. Naam, Bobby alikubaliana na wazo la Roy. Akampigia pale Ruben. Ruben alipopokea ile simu akasema, "Hey Bobby, nakusikia." Bwana mkuu, tunamtuhumiwa ambaye ni hatari sana, ambaye tulimdaka na maelezo yake yamebadilisha plani yetu ya kwanza na sasa tunakwenda na force plan B. Nini kinachohitajika? Tunahitajika kwanza huyu mtuhumiwa aweze kuchukuliwa na awekwe safe house, alindwe kwa ulinzi mkali. Kwa historia yake tu, huyu ni agent wa magaidi wa Taliban na amekuwa hapa nchini kwa maficho na kufanya kazi na huyo Bata. Hivyo sisi sasa, kutokana na kazi tulokuwa nayo mbele yetu, inatupasa kusonga mbele, na kumwacha tulipomshikilia ni ngumu. Yaani tuwezi kumwacha. Nimekuelewa Bobby. Na kurudia baada ya dakika 3. Acha nimnongoneze rais hapa, kwa sababu rais alikuwa anajiandaa kuingia kwenye mkutano wa kuwaapisha makamanda wapya mikoa. Na okay, sawa. Kweli Ruben akakata simu, akamfuata rais alipokuwa amesimama na walinzi wake wakiwa wanasubiria muda wa kuingia ukumbini hapo wadie. Ruben akasema, "Mkuu, bwana, wale vijana wako Bobby na Roy wamemshikilia gaidi anayefanya kazi na kundi la Taliban. Hivyo wameshamhoji na wanahitaji aweze kuwekewa ulinzi mkali wa safe house." Aise, mkurugenzi wa X yuko hapa? Ndiyo mheshimiwa. Hebu muite haraka sana ofisini kwangu. Sawa mheshimiwa rais. Rais Msulwa ikamlazimu kuhairisha kwa muda mchache muda wa kuingia ukumbini na akarudi ofisini kwake. Hazikuisha hata dakika 3, mkurugenzi wa shirika la X aliingia ndani hapo. Aliingia ndani hapo akiwa ameongozana na Ruben. Tuna safe house ngapi hapa nchini Tanzania? Ziko 320 mkuu. Ipi inaweza kuwa ni salama kwa mhalifu wa kigaidi ambaye bado anahitajika kushikiliwa? Kuna safe house moja
ipo Soni kule wilaya Lushoto. Ina ulinzi wa kutosha sana Mheshimiwa Rais. Inalindwa na watu wenye sifa gani? Moja ni makomando. Wana mafunzo ya hali ya juu na wanaolinda hapo so chini ya watu 150. Ina ulinzi wa kutosha na pia ni sub ofisi za ulinzi wetu. Kuna mahabusu zilizopo underground 20 mkuu. Ni salama na pia ipo kwenye mlima na sio rahisi kuweza kujulikana kwa mazingira nje. Mkurugenzi wa X alinyosha maelezo huku akiwa amesimama wima mbele ya Mheshimiwa Rais. Ebu mpigie Bobby. Rais alizungumza na Ruben akafanya hivyo. Bobby, Mheshimiwa Rais anahitaji kuongea na wewe. Sawa. Ruben akamkabidhi Rais simu. Bobby, nimepata maelezo yako. Hivyo hakikisheni mnakutana na timu ambayo itaagizwa na mkurugenzi wa X na mtamkabidhi huyo gaidi. Sawa Mheshimiwa Rais. Ruben atawapatia maelekezo ya kutosha. Sawa Mheshimiwa Rais. Naam, hapo simu ikakatwa na Mheshimiwa Rais alitoa maagizo ya eneo ambalo vijana wa X watakutana na Bobby kwa ajili ya kuweza kumkabidhi huyo gaidi. Ruben, ndio Mheshimiwa Rais. Ebu simamia hili jambo. Na nakuomba uhakikishe anafikishwa kwenye safe house. Na sio salama akapelekwa kwa magari ya kawaida. Hatujui watu wake wamejipanga kwa namna gani. Ila kwa sasa tumieni helikopta. Tumieni hata helikopta jeshi. Hakikisheni huyo gaidi anafikishwa huko Lushoto. Sawa Mheshimiwa Rais. Rais alitoka ofisini hapo huku akiongozana na Ruben pamoja na mkurugenzi wa shirika la kijasusi la X. Mkurugenzi wa X pamoja na Ruben wakapanga eneo ambalo watakutana na Bobby pamoja na Roy. Baada ya kupanga taratibu zote, Ruben akaondoka ikulu akiongozana na walinzi wake wawili wanaomlinda na akaelekea kwenye eneo watakapokutana na majasusi wa X, na baada ya hapo waelekee kwenye eneo la kukabidhiwa gaidi huyo. Sasa upande huu wa Bobby alikana akisema kwamba oya Roy, hawakuacha hapa ni tatizo. Bobby alizungumza huku akiwa katika chumba cha vifaa vyao vya kazi. Walikuwa wakijiandaa kwa kazi mpya. Roy akasema anahisi kama vile kuwakabidhi kwa mzee itakuwa ni salama zaidi. Roy alizungumza huku akivaa bulletproof jacket, akafunga mikanda pembeni na kuanza kuweka magazini za bunduki. Bobby akasema sio busara kuwapeleka kwa mzee hao. Kwa sasa hawa tuwaulize eneo watakalokuwa salama ili tuwakabidhi simu tutakayokuwa tunawasiliana nayo sisi tu. Hapo kaka umeongea. Roy aliunga hoja na akawa wa kwanza kutoka ndani hapa na kuelekea sebleni walipokuwa Chura na Stella wakipata kifungua kinywa. Nye, natakiwa mjiandae. Kaka tunakwenda wapi tena vipi? Chura aliuliza huku akiwa anatafuna kipande cha mkate. Roy akasema ratiba imebadilika. Ni eneo gani Stella utakuwa uko salama bila ya mtu kuweza kuhisi au kujua kama mpo huko? Eneo ambalo tutakuwa salama labda kwenye nyumba yetu ya Chanika. Inaishi watu hiyo nyumba? Hapana. Hiyo baba na mama waliijenga kwa lengo la kwenda kupumzika, na kabla hata kukamilika malengo yao ndipo wakapata ajali na kufariki. Hivyo ipo tu na imezungukwa na shamba. Okay poa. Mna dakika 5 za kupata kifungua kinywa. Hii simu ina line. Chura, hii simu siongene kwako. Ndio kaka. Sisi ndio tutakao wapigia, na endapo kutakuwa kuna hatari mnatakiwa mweze kutupigia sisi. Kumbukeni, endapo mkijivuruga mtajikuta mko maiti. Watu wanaodili na bata wana mtandao kila sehemu. Hivyo msijaribu kufanya upumbavu. Mtakufa. Sisi tuna majukumu makubwa alafu ni mazito. Nadhani tumeelewana kwenye hilo. Ndio kaka, tumeelewana. Chura alizungumza huku akiwa ameyasikiliza maelezo hayo kwa ufasaha na umakini wa hali ya juu. Je, kuna dereva yote mnayemwamini awapeleke? Hapo labda Chinga. Stella alizungumza
huku akimtazama Roy usoni mwake. Ya, Chinga tunamwamini na tunafanya naye kazi nyingi mno. Achaneni na Chinga. Kunyweni chai fasta na mjiandae. Naam, Roy alitoka nje, akamkuta rafiki yake Bobby akielekea katika chumba cha mateso. Wakaingia kwa pamoja ndani ya hiko chumba. Sikiliza wewe bad lady. Tunahitaji kukupeleka sehemu salama zaidi ya hapa. Bobby alizungumza huku akimtazama bad lady usoni mwake. Bad lady akasema, kwani kuna tatizo? Hapana. Ila tunahitaji kukupeleka eneo ambalo ni salama zaidi ya hapa. Bobby alizungumza kwa msisitizo huku mkono wake kushoto akiwa ameshika kigunia cheusi ambacho endapo ukivalishwa usoni sio rahisi kuweza kuona chochote nje. Bobby akamfungua pingu na cheni za miguuni na kisha mikono yake wakaifunga kwa nyuma kwa pingu moja, huku miguuni mwake wakimfunga cheni ndefu inayomwezesha kutembea kwa hatua moja na ni fupi mno, ila sio kwa kukimbia. Roy akamfunga kitambaa, kilikuwa ni kitambaa cheusi, alimfunga huyu bad lady machoni mwake na kisha wakamvalisha zilikuwa ni earbuds masikioni, kwenye masikio yake yote mawili, na wakamwekea mziki wa sauti ya kawaida kabisa isiyokuwa inamwezesha yeye kusikia mazungumzo yoyote. Na earbuds hizo zilikuwa zimetengenezwa kwa mfumo wa kukata makelele ya nje. Wakamvalisha pale jacket la kuzuia risasi kifuani mwake na kisha Bobby akamvalisha kigunia hicho na wakatoka naye nje, na Bobby akatangulia na yeye ndani ya gari na kisha wakamkalisha siti ya nyuma. Roy akasikika akisema, "Oya madogo." Roy alizungumza huku akiwa amesimama nje ya mlango wa chumba cha wageni. Chura na Stella walitoka ndani hapo. Sikilizeni. Kuna mtu tutawakabidhi na atawapeleka mnapotaka kwenda. Na kama nilivyozungumza, mkifanya kosa moja tu mmekufa. Mkiingia Instagram mmekufa. Yaani usalama wenu nyinyi ni kuwa low profile. La sivyo tusilaumiane kwa sababu askari wanawasaka. Na pia kutokana na mauaji yaliyotokea kwako wewe Stella, mtajikuta mpo matatizoni. Nadhani mmenielewa. Ndiyo kaka Roy, Stella alijibu, na Roy aliwaruhusu kuelekea ndani ya gari na wakaingia ndani ya gari na kumkuta bad lady akiwa katika hali hiyo ya ulinzi mkali mno, huku Bobby akiwa amekaa siti ya udereva. Bobby akaweka kioo cha mbele vizuri, akamtazama Stella na Chura waliokuwa wamekaa siti za nyuma. Hasira zenu zitunzeni. Kwa sasa chini tufanye kazi. Bobby alizungumza huku akimtazama kupitia kioo huyu kijana kuitwa Chura. Chura akasema, "Sawa kaka, nimekuelewa." Chura alijibu huku akiwa amemkazia macho bad lady. Bad lady asisikia chochote. Roy akamaliza kufunga nyumba yake ambayo ina mfumo maalum wa smart house, hivyo sio rahisi kuwa na mfumo huo katika nyumba, na wezi wakaweza kuvunja kwa sababu ulinzi wote unaongozwa kwa teknolojia, na ili milango ifunguke ya kuingilia ndani ni lazima aweke fingerprint yake au ya Bobby, na endapo kuna mwizi akaingia ndani tu nyumba hiyo, basi taa za siri zote zinawaka na king'ora kikali kitapiga kelele mno, na ujumbe utatumwa dakika moja tu kwa maafisa wa usalama wanaoshughulika na huduma kwa wateja, na doria itapitishwa katika nyumba hiyo. Na hata Roy ana uwezo wa kushuhudia kila kitu kinachoendelea ndani ya nyumba yake kwa kupitia tu simu yake ya mkononi, na mfumo huo ndio mfumo unaotumika nyumbani kwa Bobby pia. Dogo, kaa siti mbele. Roy alizungumza na Chura alimea siti ya mbele na wakaondoka nyumbani hapo. Madogo, mjiandae kuingia fasta kwenye gari itakayoweza kusimama pembeni yetu. Bobby alizungumza huku akipunguza mwendo na kuitazama gari iliyopo mbele yao. Chura ilibidi tu ajibu, "Sawa kaka." Mtaingia kwenye hiyo gari hapo pembeni. Bobby alizungumza huku akisimamisha gari pembeni ya gari aina ya Harrier old model. Chura pamoja na demu wake Stella wakashuka kwa haraka na kuingia ndani ya hiyo gari ambayo wakamkuta dereva ni mwanamke, na wakarudi uelekeo walipotoka, huku Roy na Bobby wakielekea kwenye eneo la kukutania na majasusi wa X kwa ajili ya kwenda kumkabidhi bad lady.
Ukimya ulizidi kutawala ndani ya gari hiyo anayoiendesha Bobby, huku Roy akiwa amekaa siti ya nyuma pembeni na siti aliyokuwa amekaa Bad Lady, ambaye anajua yuko ndani ya gari ila tambui ni wapi anapoelekea. Wakafika kwenye fukwe za baharini. Wakawakuta wanajeshi 10 wenye silaha wakiwa wameshazunguka eneo hilo wakiimarisha ulinzi. Bobby akasema Ruben hajafika bado. Bobby alizungumza huku akiwa anatazama wanajeshi hao. Roy ilibidi atazame saa yake. Roy akasema nahisi atafika muda so mrefu. Hazikuisha dakika hata 5, Ruben akiwa na walinzi wake wakafika eneo hilo kwa gari. Roy akawa ndo mtu wa kwanza kushuka ndani ya gari huku bunduki yake ikiwa iko mkononi. Bobby akashuka na kumfuata Ruben. Ruben, unawaamini hawa wanajeshi? Hao sio wanajeshi, ni majasusi kutoka shirika la X. Hujajibu swali mkuu. Je, unawaamini? Kiasi chake nawaamini kwa sababu ndo mara yangu ya kwanza kufanya nao kazi. So mnaondokaje, na helikopta ama mnaondoka na nini? Helikopta itatua hapa muda so mrefu. Naweza nikamwona huyo mhalifu mwenyewe. Bila shaka. Ruben na Bobby wakaongozana hadi lilipo gari. Roy akafungua mlango wa siti ya nyuma aliyokuwa amekaa Bad Lady, akamvua kinyago hicho na kumfanya Ruben kumtazama kwa dakika kadhaa Bad Lady, na kisha akasogea pembeni na Bobby, huko Roy akimfunika kigunia hiko usoni Bad Lady. We Bobby, mna uhakika yule demu ni gaidi kweli? Mpaka tunaandaa ulinzi mkubwa. Kaka, mbona hafanani na ugaidi? Yule binti mbona mzuri sana alafu ni mdogo. Ruben, swali ulilouliza ni sawa na kumtazama mtu aliyenona alafu ni ana ukimwi. Alafu nasema mbona onekani kama ana ukimwi? So ukishaambukizwa huo ukimwi ndio utajua kabisa kwamba huyo mtu aliyenona ndo ana ukimwi. Ninachokimaanisha hapa, usimuhisi mtu kwa kumtazama. Naam, jibu la Bobby likamfanya Ruben atabasamu. Alishindwa kuzungumza chochote zaidi tu ya kuzitazama helikopta 2 kubwa za jeshi zikitua kwenye ufukwe huo usiokuwa unatumiwa kwa shughuli za kijamii. Zaidi tu ufukwe hizo zilikuwa zinatumika kwa shughuli za kijeshi na zinalindwa kwa masaa 24, hivyo hata kukutana hapo, yani ndo lilikuwa eneo salama zaidi kwao kuliko wangekutania eneo jingine. Mambo yanazidi kupamba moto. Bobby na Roy wanamkabidhi Bad Lady kwa majasusi wa shirika la kijasusi la X, pasipo kujua Bad Lady mdomoni mwake ameshawasha GPS. Sasa je, nini kitatokea? Nikusihi tu usikose kufuatilia katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 6, mzigo mtamu huu, tupate kujua kama Bad Lady atafikishwa huko salama. Kumbuke tayari Bad Lady kuacha ile GPS manake ni kwamba ameshatuma taarifa kwa wakubwa wake ya kwamba nimetekwa, nahitaji msaada. Patamu hapo ndugu yangu. Mimi naitwa Uncle Jake, tukutane katika sehemu ya 6. Asante na kwaheri.